kazi. Tukisonga mbele katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, tunaangazia uvumbuzi unaoendelea wa kuleta mabadiliko katika sekta ya ufugaji mkoani Zhuangchuan nchini China. Tazama. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Wakulima katika mkoa wa Guizhou, kusini magharibi mwa China, wanaboresha usimamizi wa mifugo na tathmini ya fedha kwa kuweka vishikizo vya kisasa kwenye mifugo yao na kuboresha matumizi ya takwimu yanayoboresha zaidi operesheni na kuongeza uaminifu wa kifedha ili kukuza zaidi biashara inayotokana na kilimo. Mkulima wa huko Gao Fei anaeleza uzoefu wake, akikumbuka changamoto alizokutana nazo katika kupata fedha kwa ajili ya ufugaji kutokana na kukosekana kwa uwazi kuhusu ukuaji wa mifugo. Kwa mujibu wa Gao, shamba lake lina eneo la mita za mraba 17,500. Waliwekeza sana katika kufuga ng'ombe. Bei ya ndama ni zaidi ya yuan 14,000. Zamani wakati alitumia mifugo yake kupata mikopo benki, wafanyakazi wa benki walishindwa kuona jinsi inavyoendelea. Kama wakitaka kukopa hola kutoka benki, kulikuwa na kizuizi kikubwa. Hata hivyo, hata yote yalibadilika baada ya kutumia mfumo wa kina wa ufuatiliaji ambao unawezesha wakulima kufuatilia kila ng'ombe aliyewekewa kibandiko cha umeme masikioni ambacho kinakusanya data za kila siku kuhusu mwenendo wa wanyama na joto lao la mwili. Mfumo huo unaruhusu upatikanaji wa haraka wa taarifa za kila ng'ombe kwa kuingiza namba za vibandiko vyao. Mfumo huu unaochochewa na data umeleta mabadiliko makubwa. Kwa mujibu wa Liu Dongya, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya teknolojia ya Dongcai inayomiliki jukwaa hilo la umaskini. Kwa mujibu wa Bwana Liu, jukwaa lao linawaonyesha kama wanyama wapo na kama wana afya nzuri. Kisha kila mwezi wanahesabu uzito wake kuona jinsi kiasi gani mnyama huyo amempatia mkulima. Liu Dongya anasema ndani ya kijiji hicho wakulima wa aina mbalimbali wana mapato tofauti na ujuzi wa usimamizi, huku jukwaa lao la takwimu likitoa ufafanuzi kuhusu nguvu, udhaifu na mapendekezo ya maboresho zaidi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.